wasiwasi. Kwa ukiwa unasikia hofu, unasoma nasi hizi tatu: kul a'udhu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq. Nasi tatu. Kwa nini? Kwa sababu wenzetu upande wa pili wanajua hapa duniani kuna majini. Kul a'udhu birabbin nas. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tumeweza kumsikia huyu rafiki yangu asiyenifahamu, Bwana IPM. Mafundisho yake analielekeza kanisa lake, wanapopata changamoto, shari za shetani na majini, basi wasome hivyo visomo vya sura tatu. Sura ya kwanza surati Nas, sura ya pili surati al-Falaq, sura ya tatu surati al-Ikhlas. Lakini nitumie tu nafasi hii kumfahamisha rafiki yangu asiyenifahamu Bwana IPM, hizi sura mbili za kwanza, surati Nas na surati al-Falaq, sura hizi lazima uelewe zimekuja kwa sababu gani. Sura hizi zimekuja mwanzoni mwa miaka ambayo Nabii Muhammadi alipokimbilia Madina. Bahati mbaya alipata changamoto, akatupiwa sihiri. Naposema sihiri, yani alitupiwa uchawi, akarogwa, na ni kweli akawa mgonjwa. Baada ya kuwa mgonjwa, ndipo Allah anamwambia malaika Jibril aende kwa Muhammadi asome sura hizi mbili. Sura ya kwanza inasema kul a'udhu birabbin nas, sema najilinda kwa Mungu wa watu, malikin nas, mfalme wa watu, ilahin nas, Mungu wa watu, min sharil wasiwasi lohanas, na mwenye kutia wasiwasi katika nyoyo za watu, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, katika majini na watu. Mtume akasoma sura hiyo, akasoma na surati al-Falaq, na wala hazijaweza kumsaidia, maana bado aliendelea kurogeka, aliendelea kugonjeka na maradhi yakawa makubwa. Sasa kama hizi sura mbili Mtume Muhammad hazijamsaidia, vipi wewe waelekeze watu wako ndani ya kanisa wajisome ziweze kuwasaidia? La kwanza. La pili, surati Ikhlas, qul Allahu ahad. Sura hii kwa Mkristo anaposoma na kujua tafsiri yake hawezi akakuisoma. Leo unawaaminisha watu wako waweze kuiamini. Sura hiyo inasema kama ifuatavyo: qul huwallahu ahad, sema we Muhammad, Mungu ni mmoja, Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndiye anayekusudiwa na waja wake, lam yalidi wala miuladi. Lam yalidi, hakuzaa, wala miuladi, wala hakuzaliwa, wala yakun lahu kufuwan ahad, wala kuna chochote ambacho anachofanana naye. Sasa kama Qur'ani inasema Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, wewe IPM ni Mkristo, kwa madai yako tunakusoma, na moja katika mafunzo ya Biblia lazima uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Qur'ani inasema lam yalidi wala miuladi, hakuzaa wala hakuzaliwa. Vipi wafundishe waumini wako kuwa waamini huyo Mungu anayemwamini Yehova hakuzaa wala hakuzaliwa? Ndio maana nasema mimi ni rafiki yako usionijua, nimekufuatilia sana, lakini nikaona vema katika hili usiendelee kuwataharukisha Wakristo kiasi kwamba Wakristo hawa wafahamu au wajue kwa Qur'ani ni kitabu halali ambacho kina wokovu ndani yake, kitu ambacho si kweli. La mwisho nimsaidie Bwana IPM, kitabu ambacho kimepewa uvuvio, kitabu cha Biblia bado kinaelekeza. Bahati mbaya mtu kapatwa na mapepo aende wapi?
Je, aende kwenye Qur'ani ama aende wapi? Biblia takatifu inasema, naomba kunukuu au kusoma Injili iliyoandikwa na Marko sura ya 16, nitasoma aya ya 17. Maneno ya Mungu yanasema, Bwana Yesu anasema wa hadha al-ayat taktabi'u lil-mu'minina. Narudia tena, Biblia inasema wa hadha al-ayat, na alama hizi taktabi'u lil-mu'minina, zitafuatana hao waaminio. Yahuruju lishayatini biismi, watatoa pepo kwa jina langu. Yahuruju shayatini bilismi, watatoa pepo kwa jina langu. Anasema watakallamuna bilughatil jadida, na watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo wazi Biblia inafundisha kumbe mwanadamu ama Mkristo yoyote bahati mbaya ameanguka mapepo, basi mapepo yatatoka kwa jina la Yesu pekee, si kwa jina la Nabii Muhammadi, wala si kwa kusoma Qur'an surati Nas ama surati Al-Jinni ama surati Faraqi ama sura yoyote, isipokuwa kwa jina la Yesu pekee. La kwanza. Jambo la pili, pia nimfahamishe ndugu yangu bwana IPM, hatupaswi kuamini Mungu atukinge na majini. La, tunapaswa kukemea majini yatoke kwa jina la Yesu. Nao ndio Ukristo. Bwana IPM, wa Kristo wako na wapeleka wapi? Awe ni sehemu ya Uislamu, umetumwa kuja kuvuruga Ukristo. Nisikuchoshe, usinichoshe, labda nisome andiko la mwisho, baada hapo nimalize niondoke. Nisome aya hii, inaweza kutusaidia. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7. Maneno ya Mungu yanasema, watoto wangu, mtu na asiwadanganye. Wewe Mkristo uko ndani ya kanisa, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndiyo maana Yohana kama mwanafunzi wa Yesu anafunuliwa na Yesu, anatuambia sisi ni watoto. Kwa hiyo asitokee mtu akajiita prophet, akajiita mtume, akajiita nabii, akakudanganya. Na udanganyifu unakuaje? Ni pale anapokutoa katika kweli ya Biblia, huyo anakudanganya. Sasa anasema, narudia tena, watoto wangu wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili, narudia tena, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Jamani, Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu naponifuatilia, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe Yesu Kristo amekuja kuzivunja kazi za Ibilisi. Ndio maana mapepo yanatoka kwa jina la Yesu, si kwa jina la mwingine yeyote. Kwa hiyo wito wangu kwa rafiki yangu bwana asiyenifahamu bwana IPM, usiwaelekeze wa Kristo wako watoe mapepo ama wajilinde na mapepo kupitia Qur'ani. La, bali waelekeze watu wako wajikinge, wajiepushe na mapepo, watoe mapepo kutumia nini? Kutumia jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wa hadha, salamu alaikum wa afu minkum. Mungu